Katika hoja ya jeshi la Iran ni kwamba IRGC hilo ndio jeshi ambalo sasa hivi Marekani na Israeli wana focus kulipiga ili kulimaliza nguvu. Na hilo jeshi limekomaa kwa sababu lina itikadi ndani yake. Unajua kupambana na mtu wa itikadi ni ngumu. Maana kuna rabi mmoja alisema hivi, kupambana na watu wa itikadi hasa Islam ni jambo gumu sana. Sababu yule mtu unataka unampiga na kimpiga kwake akifa ni njia kwenda wapi? Peponi. Hata juzi Trump alikuwa anahojiwa nilicheka sana. Akasema bwana, tumepiga sana Iran mpaka tunakosa tupige wapi? Unaona? Trump anauliza tulikuwa tunapiga wapi? Sasa kuna kikundi pale ambacho kinataka kwenda jana tu. Nikisema jana fikiri tutakuwa naeleweka sijui. Hapana. Jana maana yake ni kwenda, neno jana la Kiarabu kwenda peponi kwa Kiswahili. Kwamba kuna kikundi yenyewe kitaka kwenda peponi. Unaona? Ndio kinamuumiza Trump kichwa. Ila kusema kwamba tumepiga ni kweli. Kwa mfano hizi siku kuanzia tarehe 24 mpaka leo tarehe 30. Kwa mtu ambaye yuko makini anafuatilia mambo, Iran imepoteza vitega uchumi vingi sana. Irani imepoteza wanajeshi wakubwa sana. Vitu vingi imepoteza. Hata sasa tunapoongea hivi. Nataka tukuangalie tu muda fulani. Bado sisi wameanza mashambulizi. Leo kidogo asubuhi wamepoza kidogo. Ila si kwamba Irani pia haijibu. Inashambulia na hata asubuhi pia wamepiga ile matanki ya umeme, matanki ya maji ya Kuwait. Sawa. Pamoja na mafuta ya umeme. Sasa nakumbuka wale Waarabu wanatumia maji ya bahari. Wanasafisha maji ya bahari na wanatumia kutumia. Sasa jamaa, sababu Israeli pia wamepiga matanki ya maji ya Irani. Na Irani kuna shida sana ya maji sababu nchi ni kubwa sana. Kuna pia kuna shida makajana, kuna shida sana ya maji. Wao wameletea shida ya maji na shida ya umeme na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Irani nayo wamejibu kupiga majirani wa Ghuba kawapiga. Na sasa wanamprovoke sana pia Irani. Wanamita kwamba ni nchi ya kigaidi. Zile fedha ambazo walikuwa kama huyu Prince wa Saudi Arabia akasema kuna mapesa mengi ambayo Iran ilipata kipindi cha Biden na Obama. Lakini imetumia baadaye kuimarisha nchi yake na wananchi wake kama tunavyofanya sisi nchi za Kiarabu. Wao wameinvest kwenye silaha. Na ni kweli? Sasa mimi sitaki niseme ni kweli au si kweli. Okay. Mimi nimetumia kauli ya Prince Mohammed Salman. Huyu Crown Prince wa Saudi Arabia. Okay. Sasa hiyo ni wao kwa wao. Unajua majirani wanajuana. Nafikiri unajua sisi kwa mfano unakuta mimi ni mtu wa Kilimanjaro. Unakuta kuna jamii tunaishi nazo wa Masai na Wapare. Si ndio? Tunajuana kwamba Wapare ni tabia hii, Wachaga tabia hii, Wamasai ni tabia hii. Hizo ni mtu ambaye ukija uweze kujua ile mambo yetu. Yeah, sure. Sasa wao kama wao wana historia zao. Na Mwarabu kando tu ya dini, kabla ya dini ya Kiislamu, Muajemi na Mwarabu walikuwa ni maadui. Since way back. Na Muajemi alikuwa na mtawala Mwarabu toka zamani. Hata Muhammad alivyokuja akamtumia barua mfalme wa Uajemi, Korso wa pili. Kwamba awe Muislamu na ajisalimishe. Na kaza kusalimisha tutana na upanga. Korso alituma majasusi kumtafuta Muhammad. Hiyo ni history. Sawa? Na baada ya Waislamu kuwa na nguvu sana, ingawa si ni Waarabu, sababu Uislamu wa kwanza utenzwa na Waarabu. Kwa jeshi la kwanza la Waislamu ni Waarabu. Walivamia Persia. Tuko pamoja mpaka hapo? Na ni vita vilikuwa ni vikali sana. Hivyo vya mwaka wa 650 mpaka mara kwanza Waislamu walishindwa. Sababu wa Persia walikuwa na tembo. Tembo zamani walikuwa ndio kama vifaru sasa vya leo. Waarabu walikuwa wanatumia sana farasi. Sasa wakashindwa, farasi wanaogopa nini? Tembo farasi anageuza na kimbia. Sasa nyewe mko speed, farasi ghafla anageuza. Waliumia sana. Ndio wakajipanga, wakaenda kufanya mchakato fulani wa mafunzo, wakaunda tembo bandia. Ili farasi wazoe nini? Tembo. Ndio wakaingia vitani na Persia. Wakawashinda wale tembo, ikabidi hao wa Persia waombe msaada China. China miaka hiyo na Iran walikuwa ni marafiki. Persia. Wakaomba msaada China. China akasema mimi nitakusaidia tu msaada wa silaha na vitu vingine, lakini siwezi kutoa jeshi langu. Maana jamaa wanapigana by face, kwa itikadi. Sasa kushinda itikadi ni ngumu.
Unaona, kwa hiyo Iran ikaanguka mikononi mwa Waislamu mwaka 650. Unaona lakini hata leo wamekuwa ni wa Persia, lakini wamekuwa ni Waislamu, lakini bado wanatunza Uajemi wao. Hawatakani na Waarabu. Kwa nini? Mwaka wa karne ya 16 ilitokea dola linaloitwa Safavid. Ambao likaondoa Uislamu wa Kisuni, likaweka Uislamu wa nini? Wa Kishia. Kwa ni dola la Kishia pale Iran. Yaani pamoja na kwamba walikuja wakaupokea Uislamu, lakini wakaamua kuwa na Uislamu wa njia yao wa Kishia. Kwa sababu ukiangalia wale watu usikina Hussein na kina nani wale walikuwa na kama vile ni mashemeji wa Wajemi. Okay. Sasa kuna ushemeji huko pale. Okay, sawa. Ndugu. Ushemeji. Sasa wale wa Iran mpaka leo kuna sawa wamekuwa Waislamu, lakini kuna conflict behind. Unajua dini si lazima ikuanganishe. Unajua kuna watu mnakuta na dini moja lakini mna gomvi. Zipo hata kwenye madhehebu, hata kwenye Kristo hiyo ipo. Hata kwenye familia tu. Hata ngazi ya familia pia. Mtaonyewe watoto wako moja lakini kwa mjomba muendi. Au kwa baba mdogo kweli. Sasa kule pia dini si kwamba ndo kigezo kikubwa. Wana ule Uajemi wao na hao wana Uarabu wao. Kwa hiyo kuna zile asili za zamani zisizopatana. Kuna Mtanzania wa Tabora na kuna Mtanzania wa Mtwara. Hata leo hata tukiwa hapo unaweza kushafutana kikabila. Japo kwa mfano mzuri, lakini mmoja wakati mwingine kuna lugha zitumia wakati mwingine mtu akakuelewa vibaya, lakini tunajaribu kuweka ule uhalisia wenyewe. Kuna Mkenya na kuna Mtanzania. Ndio. Na hata mzee mkawa Mkristo wa Mkenya, Mkristo wa Tanzania, ila kwenye nchi ya utaifa. Mkaa na mission tofauti. Hata mkienda vitani ni Mkristo huyu pande hii, Mkristo pande hii. Muislamu pande hii, Muislamu mkapigana kwa sababu mnaangalia utaifa. Sasa kuna ule Persia Uajemi, utaifa, wana ule ugomvi wao asili na hao, na pia kuna ugomvi ka dini kidogo na mambo kama hayo. Na Wapersia mara nyingi ni very smart. Walishakuwa smart. Wa Iran. Wana akili sana. Smart sana. Kwa sababu hata ukiangalia leo tu walikuwa na vikwazo vingi, lakini wameweza kuwa strong, kujitumua kuwa strong. Sasa kuna madai yao pia na wao, na pia sababu wanataka pia kueneza dola la Kishia kupitia IRGC na kikosi cha Quds. Ndio maana leo pale ukisikia Wahusi, unafahamu Wahusi wale ambao waliteka Iran. Huko upande wa kusini mwa Yemen wale ni wa Yemen wale lakini ni Wasuni. Na huko kaskazini ni wa Yemen wale lakini ni Washia ambao wanadhaminiwa na Iran. Tuko pamoja mpaka ndio maana wamekuwa wakipigana sana kila siku. Wakipigana na Hezbollah pale wapi hapo Lebanon. Kuna Wakristo, kuna Wasuni na kuna Washia. Lakini Washia ndio wameunda ile Hezbollah. Kwa hiyo ni very powerful entity. Basi hivi Israel anapambana nao na serikali ya kutaka iondoe nguvu zao. Kwa maana Iran ilikuwa inajitanua ili iweze kutawala nini? Iwe na dola pale. Na kuna historia kupitia IRGC. IRGC. Kupita kikosi cha Quds pia ambapo ndani ya IRGC. Katika historia kuna karne ya 11. Pale Mashariki ya Kati mpaka Misri. Kuna dola moja inaitwa Fatimid. Fatimid Caliphate. Kasome. Fatimid Caliphate ilikuwa ni dola la Kishia. Ambayo ilikuwa inatawala mpaka Jerusalem, mpaka Lebanoni, mpaka Syria, mpaka Misri. Wa Fatimid yao. Sasa Irani inataka irejeshe nini? Fatimid Caliphate. Sasa hiyo ni nini hiyo? Fatimid ni ukhalifa wa Kishia. Kuna ule utawala wa Kiislamu. Sasa wa Fatima ndio walikuwa ni karne ya 11 walikuwa wanatawala maeneo yale pale. Na pia walikuwa na uhusiano mzuri pia na Roma. Ifika kipindi wakakubaliana pale ile kanisa inaitwa kanisa la Maziko. Unaona? Church of Holy Sepulchre. Ambalo liko wapi? Liko pale Jerusalem. Okay. Kwa hiyo na hiji unaona kuna uhusiano mkubwa kati ya Rumi na Washia. Wakati huo. Sasa baadaye ugomvi ukawaje? Wakaja hawa Waislamu wa Kituruki toka Asia ya Kati. Waislamu wa Turuki hao, Waturuki kwanza wakuwa si Waislamu. Wakafika pale Caspian Sea. Wakaangalia ni dini, ile eneo la Mashariki ya Kati lina dini tatu. Uyahudi pamoja na Ukristo pamoja na nini? Na Uislamu. Sasa wakaangalia dini gani kidogo inaweza kawaelekea katika hali ya utawala eneo lile pale. Sababu wakati huo Waislamu wakawa na nguvu. Kwa wengi wakasiri. Na wachache wakawa Wakristo na wachache wakawa Wayahudi. Wajua kuna wachache sana wakawa wachache dini ya Kiyahudi. Kwa wale kundi la Waislamu ndio likawa kubwa na nguvu
ndo akaunda kitu inaitwa Seljuk Caliphate. Nyinyi mnaoangalia tamthilia za sultani sijui nini hizi za Azam TV, Seljuk ni Waturuki. Ndo wakafika pale Anatolia ambao leo inaitwa Uturuki, wakapigana vita, ndo wakaanzisha utawala unaitwa Sultanate of Rumi. Kwamba sultani wa Rumi mwaka 1171. Sawa? So walivyokuwa na nguvu ndo sababu ushapata ile Uislamu wa Kishia, wa Kisuni. Wakaanza kupambana dola la nini? La Fatimidi la Kishia. Kwa mwaka 1195 hawa wa Turuki hawa ambao waliunda dola la Kisuni baada ya kuchukua kuwashinda hata kuwatawala na Waarabu, na Waarabu walikuwa wanapigana sana wenyewe wakati huo mshazofika, ndo wakaiangusha dola la Kishia la Fatima. Ikabidi wa Fatima waombe watoe taarifa Vatican kupitia padri, kupitia askofu aliyekuwa pale Yerusalemu. Habari zikamfikia Pope Pope Urban wa pili akiwa pale Ufaransa katika kanisa la Clermont. Ndipo akaita vijana wote wa nchi za Ulaya ziungane kwenda kuikomboa nani? Yerusalemu kwa Waislamu wa siasa kali wa Kisuni. Kwa vita vikapigwa vya msalaba, Rome ikashinda. Sasa Roma baada ya Fatimi baada wakasema tupe basi Yerusalemu na utawala wetu, Pope akakataa, ndo akaanzisha Kingdom of Jerusalem mwaka 1198. Kwa patoka hapo sasa wale washia wakakosa power. Ndo wakaanzisha vikundi inaitwa kitu cha Fatim, kitu cha Hashashin. Taje sasa tueleze vikundi vilikuwa vikundi vya kimauaji. Lengo lilikuwa ni kupigana kurejesha utawala wa Kishia ulioporwa. Ndo baadaye karne ya 16 ndo kaunda hiyo Safavid Caliphate. Mekaamia pale Iran. Ndio kaanzisha utawala wa Kishia ambao baadaye tuje ukaondolewa na kina Reza. Reza Pahlavi akaja kama ameondoa mwaka 1921 akika utawala wa kifalme. Kwa Ayatollah Khamenei wale wa Shia wakapambana kurejesha nini? Utawala wa Kishia pale Irani mwaka 1979. Kwa hakuna kitu chenye ajali duniani. Ule utawala wa kuzuka ni system. Na Washia ni very smart. Wana vikundi vya siri ambao hawa Illuminati waliiga kwao. Kuna hicho kitu kinaitwa Hashashin. Tuko pamoja kwenye karne ile ya 15 kuanzia kwenye karne ya 13 kilikuwepo. Je, kiliondolewa na kina Mongolia mwaka 1250. Sawa? Sasa kwa kuna vitu ambavyo duniani tunapambana. Kuna kila taifa ama jamii fulani kuna kitu ambacho wao wanakipambania. Tuko pamoja? Shia anapambania nini? Shia anapambania kuwa na dola la Kishia. Wao na powerful. Tuko pamoja paka hapo? Hata Wasuni wanataka waonde Caliphate. Tuko pamoja? Strong. Hata Vatican nataka iunde dola kubwa la New World Order ambayo itakuwa inatawaliwa sawa, wenyewe waje moja kwa moja kama Roman Catholic unakuja kama wasula ya New World Order. Kuwa na umoja wa kidini. Lakini mwisho wa siku overseer atakuwa ni Pope. Sasa hiyo ni mambo mengine. Sasa hiyo si conspiracy theory. Nenda mwaka 2000 mkutano wa Assisi uliofanyika mwaka 2000. Papa Yohana Paulo wa pili. Viongozi wote wa dini na wengine asasi mbalimbali walitwa pale Assisi, Italia. Nenda kaangalia makubaliano aliyoyafanya. Wale kama makubaliano yapi? Popo kuwa overseer wa dini zote, yani muangalizi wa dini zote. Hata juzi cleric mmoja wa Shia hapo Iran alimwandikia Popo barua kwamba ingilia ili swala upatanishe. Ndio maana nimekuwa Papa leo amekuwa akikemea sana. Na akasema anaosha vita waende mbinguni. Amewakemea sana Israel na Marekani. Kumbe ndio kwa sababu ya hiyo la mwaka 2000. Kuna makubaliano ya kidini pale. Kwa sababu viongozi wa dini sasa wanataka kujiinua tena baada ya kuja kusema kwamba viongozi wa sekula wameshindwa. Ili viongozi wa dini wachukue nini? Mkondo. Sababu mwaka 1778 viongozi wa siasa waliinuka. Wakasema viongozi wa kidini wamefanya dunia imemwaga sana damu. Sababu miaka hiyo usikia kuna dola la Kiislamu, dola la Kikristo, ni kupambana tu. Sasa mwaka 1870 vita vya msalaba hivi. Mwaka 1870 Pope akapoteza mamlaka yake, inaitwa Pope State.
Papal State ilikuwa ni dola la kidini la Katoliki. Na makao makuu yalikuwa pale Roma. Na ilikuwa na paka sehemu kubwa za nchi za Italy paka maeneo ya France ilikuwa inaunda Papal State, yani nchi za kipapa. Kwa hiyo mwaka 1870 Mfalme Victor Emmanuel wa pili wa jina kumbe alikuwa ni mfalme wa Sardinia, akavamia Roma. Nilipigwa beto kati ya majeshi ya papa na mfalme Victor Emmanuel kwa siku kama wiki mbili hivi. Majeshi ya papa yakashindwa, papa ndio akanyang'anywa mji wa Roma. Kwa hiyo mji wa Roma ukachaguliwa kuwa makao makuu ya ufalme wa Italia, kwa akamwisha Italia yote. Kwa papa akanyang'anywa madaraka, akawa kiongozi wa dini. Kwa ndo akajifungia Vatican, akajiita ni mfungwa wa Vatican. Kwa hiyo mapapa hawakutoka Vatican kuanzia mwaka 1870 wakatoka mwaka 1929. Baada ya Vatican kuwa nchi. Kusikia leo Vatican imekuwa nchi, kanchi kadogo. Sawa, kana hekari kama 1000 tu. Kumbe kadogo sana. Hekari 1000. Kana raia kama 800 hivi 900 kwenda 1000. Lakini hiyo ni kama ni sehemu tu iliyorudishiwa ndogo ya Papal State. Lakini ilikuwa ni tawala kubwa sana ile Papal State. Kule kabaki na kanchi kadogo. Lakini imekuwa ni nchi ndani ya mji. Sasa katika siasa brother, kuna vita ambayo inaendelea chini kwa chini ambao wengi hatuijui. Maana viongozi wa dini sasa hivi wanaungana sana kwa sababu gani? Wanataka kurudisha utawala, wanasema kwamba viongozi wa sekula walitunyang'anya madaraka. Tuko pamoja? Sababu sultani mwaka 1921 mpaka 22 sultani wa Ottoman Empire, mtu jemedari wake mtu Ataturk alimnyang'anya, alimvua kofia ya sultani na akabolish sultanate na ukhalifa akauondoa, akapandikiza serikali ya kisekula pale Uturuki. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hiyo viongozi wa kisiasa walitoa dini, wakasema dini ni kama bangi, na waanzilishi wa mapinduzi haya walianzisha hawa kina Karl Marx pamoja na kina Adam Weishaupt. Sawa, kuondoa mfumo wa kidini ili waingize mfumo wa nini? Wa kisekula. Tuko pamoja? Ndio hata mwaka 1917 ikatokea mapinduzi kule Russia. Wale wa jamaa wakamuondoa mfalme Caesar, wakamuua. Kwa hiyo ilikuwa ni into century ya revolution. Kwa maana watu wana sekula wakaondoa system za kifalme ambazo zilikuwa zina dini ndani yake na system za nini? Za kidini. Na ilianzia Ufaransa mwaka 1789 mpaka mwaka 1795. Tuko pamoja mpaka hapo? Hata Wafaransa ndio walikuwa tu wa kwanza kwenda kumkamata Papa Pius wa 6 pale Roma, na wakamfunga pingu mpaka Valencia Ufaransa pale. Akafungwa jela mwaka huu ile kifungo cha ndani, akafia kule. Kwa hiyo ni century ya mavurugano. Sasa hivi viongozi wa dini wanasema hivi, mlituondoa katika madaraka ili mlete amani duniani, lakini mmeshindwa. Tupeni nafasi tena. Tuko pamoja? Sasa hata Trump kwa juzi anasema man of peace, kwamba anazuia vita. Leo imekuaje? Amekuwa man of peace? Hapana. Watu wanaandamana kumtoa, au sio? Kwa sababu amekuwa anapiga tena vita, alikuwa ni man of peace. Sasa man of peace utakuja watu wa dini baadaye. Yaani katika maelezo yako ambayo umeyazungumza, na ndo kila mfano sahihi kabisa. Ni majibu ya papa kutokana na hivi vita vinavyoendelea. Yuko pamoja kabisa na wa Iran. Ndio. Sasa kwa sasa hivi atakuja kuwa man of peace in future pamoja na viongozi wa dini. Sasa tuachane na hicho kitu. Kwa sasa hivi hii vita ya Irani inaendeleaje? Ni kwamba lengo moja ya makususi ilikuwa ni kufanya regime change. Na walimuua Ayatollah Khomeini ili kuleta taharuki, ili wale ambao walikuwa wanaipinga serikali waingie front. Ile IRGC walijititumua, wakawabana wale watu wote ndani ya Iran. Sasa kuna nguvu, hata sasa hivi unasema kwamba Iran imeungana nini, ndio, lakini kuna politiki inaendelea. Si watu wote wanaipenda nini? Iran. Uongozi utawala uliopo pale. Wapo wanaopenda. Sababu katika nchi huwezi kuchukiwa na watu wote. Tena wengi tu wanaoipenda. Ila pia tusiingize, tusizibe hapa. Kuna kundi la watu wengi wasiopenda nini? Ule utawala. Sasa hivi kitu wanachokifanya Marekani na Israeli ni kupiga vitegea uchumi vyote vya IRGC. Maana tarehe 24 walikuwa wanapiga vile vitegea uchumi. Ingawa Trump alipause vita kwa siku 5. Baadaye tena akamaliza siku 3, baadaye siku 10 siji. Juzi yule speaker wa bunge wa Iran Gargafi alisema kwamba Trump ni mzushi, anasimamisha vita lakini anapiga. Hata Abbas Aragachi unaona, anasimamisha lakini anapiga pamoja na Israeli. Sasa sometimes Trump anamsaidia na Israeli hivyo, lakini ni unafiki. Lakini point ni kwamba lengo hii walikuwa wanamzubaisha tu Iran. Mpaka sasa hivi ninavyoona, kama itakuwa hivyo, mpango wa Trump ni kuchukua kile kisiwa cha Kangchi
ambacho kina supply mafuta kwa 90% ya Iran ambayo yanaenda China. Sawa? Sasa nataka niweke mstari kidogo afu nielezee hii vita. Hii vita tu si tu ya upande wa Iran peke yake. Hii vita pia inamlenga China. Tuko pamoja mpaka hapo? Inamlenga nani? China. Sasa kwa kitu anachokifanya sasa hivi na Iran yashajua. Iran inataka wafanye Israeli na Marekani waache vita kwa kupiga maslahi yao mashariki ya nini? Ya kati. Sasa kwa upande wa Marekani. Sasa hivi ameenda beyond. Anapiga mpaka vitega uchumi vya zile nchi za Guba. Sawa? Hata juzi naona Prince wa Saudi Arabia analalamika kwamba maana Irani anapiga mpaka maslahi yetu. Na juzi alipiga sana hoteli akasema wanajeshi wa Marekani wamekimbia kwenye hoteli wameacha kambi yao. Unaona? Sasa mimi nafuata pale ambapo Marekani anaingia napiga au Israeli. Na hata kama akiingia ndani ya ikulu yako nitapiga. Sasa kwa anachukua point hiyo analeta mazingira haya. Anataka awatishe sana. Kupiga maslahi ya Marekani na Waarabu ili wakae chini waache vita. Na nasema sasa hivi anataka kwamba ifike makubaliano si any condition. Condition. Kwamba alianzisha vita ndio aimalize nini? Vita. Na aandike kwamba hata ivamia nini? Iran. Na kwamba mlango wa Hormuz uko chini ya nini? Ya Iran. Tuko pamoja mpaka hapo? Naingia kwenye mkataba ya kimataifa. Na pia Marekani na Israeli walipe reparation, yani kwamba walipe fidia ya uharibifu wa nini? Wa Iran. Sasa hizo demand nafikiri Marekani atakubali. Na Trump naye ametoa pointi 15 ambazo ukiziangalia masharti yake kama Iran watazikubali utakuwa ni wewe. Kwa sababu ondoa makombora, si ndio? Nuclear yote ikabidhi Marekani. Osiwe? Vunja IRGC. Isiwepo. Na madaraka na utawala wa Kiislamu uondolewe. Si kwamba Uislamu usiwepo, uondolewe ule utawala. Uje utawala wa kisekula. Unaona? Sasa kuna demand ziko 15. Mimi nilisoma nasema kama Iran akikubali hizi nitakuwa kweli bogus. Bado na mfumo wa mtengenezaji mabomu ya nuclear uharibiwe kila kitu. Nasema ukikataa nitakupiga. Sasa moja kwa moja Irani alisema bwana hii kitu haiwezekaniki. Tuendelee tukupigana. Hata juzi ametangaza pia mnapiga vitu vyangu. Hata maana jana wamempiga ana umeme. Ni kama ameshatengeneza. Walikuwa wanarudisha baadhi ya maeneo. Walipiga sana miji ile ya Karaji pamoja na Tehran na Asfan walikuwa wanavunja ile ya umeme. Lakini pia Marekani hajapiga kote sana kwa sababu wale ambao walikuwa namuunga mkono walikuwa wamewaambia aende kupiga kuharibu vitega uchumi vya Iran. Ila kwenda kufanya regime change ili kuwasaidia wale wanaoandamana. Na huko wamempa kwa muda mfupi. Ila sasa vita nimeona kwamba tena wanaweza kuifanya tena ikaongezeka wiki hizi mbili mbele. Kwa reason zipi? Ni kwamba wanataka waharibu miundombinu ya Iran ile ambayo inatumika wao RGC na wapa nguvu. Afu pia wadhibiti eneo la mafuta ambao RGC wanauza mafuta yale wanapata nguvu ya kupigana nini? Vita. Wasa wanataka waanzishe kuna mission wanataka waifanye wachukue ile kanji. Wataweza? Ni ngumu. Pia nisiseme. Huwezi kujua mambo ya kijeshi na mambo mengi. Lakini inawezekana mimi kwa binafsi kulingana na Wairani walivyo IRGC naona watapigana mpaka kufa. Unaona? Vita haiwezi kuisha. Watapigana sana pale ile vita. Lakini Marekani anasema kwamba akishindwa atabomoa kile kisiwa chote. Tukose wote. Yani kwamba wao wakose nguvu ya pesa ya mafuta. Na iko hivi. Je, nikwambie China ndio anaifanya Iran inakuwa na nguvu mpaka sasa hivi. Russia yeye anatoa teknolojia sana za drone na kila kitu. Lakini si kama China. Mchina hanunui mafuta ya Iran kwa dola. Kwa sababu kuna vikwazo. Kwa sababu China ni partner wa Marekani kibiashara. Ndio soko kubwa la China la kwanza duniani ni Marekani. Sasa kwa hiyo kuna kitu ambacho kiko hapo. Ndio wanakwepa vikwazo. Iran anampa China mafuta. China anamjengea miundombinu. Sawa anamjengea barabara. Anamjengea vitu mbalimbali na kumpa technology. Tuko pamoja? Kwa China anafaidika na mafuta ya Iran kwa 40%.
Sasa na kingine Marekani anataka ile mafuta, ile mafuta. Basi Trump anaongea tu mafuta tu. Trump ni mlevi wa mafuta. Na kaongea kabisa na mnukuu amezungumza kuna wajinga hapa Marekani hawaelewi lakini mimi nachotaka ni mafuta pale. Ndio. Na ile maandamano ataandamana kiwezi kumndoa. Hata Netanyahu walishaandamana mara ngapi? Mara nyingi. Maana wao mweka Netanyahu wana nguvu kuliko wananchi. Sababu wao ndio wanawalipa wananchi. Hata zile usikia leo Orowezi wa ya Kiyahudi. Wanajenga makazi ya Orowezi nini? Wanaojenga makazi ya Orowezi wa Kiyahudi ni Chabad Jews, wale matajiri wa Kiyahudi. Sasa wewe unaandamana, kuna kesho nakwambia ushangaa vitumbua viji, sukari haiji. Tuko pamoja, nyama haiji. Alafu naambia usiku unaona maandamano, utaandamana. Sasa hiyo maana maandamano yale yanakuta yana nguvu. Utaandamana wewe, utaandamana kinaweza kuwatoa wale jamaa. Hawezi kuwasikia. Sababu wenye nguvu ndio umeweka pale. Ndio wameamua. Sasa Marekani akishadhibiti ile mafuta. China atarosti 40% ya mafuta ambayo anachukua. Kama alivyo rosti kwenye Venezuela, kwa anachukua mafuta kwa 80%. Na alikuwa anachukua mafuta Venezuela siku ya pesa. Anampa teknolojia nani? Venezuela na kujenga miundombinu. Tuko pamoja? Sasa na Marekani kwa China amemshinda kitu fulani leo. China ameinvest sana kwenye issue ya mambo ya artificial intelligence. Kainvest na China. Yaani anakuja kwa kasi ambayo mpaka Marekani na Europe wanaogopa. Na artificial intelligence inahitaji nishati ya kutosha blaza kuitengeneza. Yaani hii ina nguvu sana, kwa nishati ya kutosha. Mafuta. Sasa China anataka mafuta sana kwa sababu hiyo vita kuwezesha hivyo vitu na pia na madini ya kimkakati. Okay. Ambayo sasa ndio inafanya mpaka leo kuunda masuala hizi kompyuta, simu pamoja na hizi ndege za Marekani za F-35 zatumia madini nini ya kimkakati. Yapo pale Mashariki ya Kati. Marekani ananunua madini China kwa 80%. Na sisi Marekani anataka kujiondoa. Sasa kujiondoa lazima amekuja Kongo. Amemwita rais wa Kongo na Kagame akawasuluhisha kwamba anamlinda Kongo kwa madini. Lakini kwa Kongo pale atachukua kama 30%. Kwa toka amepunguza. Sasa ili afikisha 80% inabidi achukue madini Tanzania. Sisi ile ule utosherevu ambao Kongo hawana tuko nao sisi tuna madini bakati. Sisi Tanzania tunaweza kuwa matajiri wakubwa sana. Maana tuna kila kitu. Kwa hiyo tuna watu ambao ni mastermind, wale big thinkers. Wakaanza acha mambo haya ya uchao. Wako big thinkers. Wakaanza tunaangalia namna gani kati China na Marekani wanavutana. Unajua wanachuma kwa hivi pale ambapo kuna shida, kuna conflict. Conflict ndio kuna uchumi unainukia. Kwa hiyo mchumi anaangalia sehemu ambayo ina scarce resource ili aweze kumaximize mahitaji ya pale. Tuko pamoja? Wakati mataifa yanavutana, sisi tunataka tuwe na reason ya kuingilia pale. Yeah, sure. Tuko pamoja? Sasa Marekani anataka madini ili ajiondoe kwa utegemezi wa nini? Wa China. Kwa sababu anataka mdhibiti kwenye masuala artificial intelligence. Kwa akishika yale mafuta pale ya Iran, basi nguvu ya artificial intelligence kwa China itafanyaje? Ita drop. Kwa Marekani itaendelea kutawala katika eneo lake. Kwa hiyo vita unaviangalia katika upeo wa ushabiki wa Iran na Israeli, lakini ndani yake kuna vita inayoendelea kubwa sana ya kiuchumi kwa ndani. Kwa Trump anapoongea pale, wale wanaoandamana unakuta mtu yuko Marekani, wale kizazi cha wa nini wanaita wale wa kimbizi, si ndio? Unategemea kulipwa vitu vichache, unaweza unakuwa na machungu, anakuinda kwa ice huku wewe mnyaji haramu, lazima ufanyaje? Uandamane. Lakini wale jamaa wana big issue, wana vision. Ndio yale kuna nazungumza juzi, nilikuwa nazungumza ndio kanaambia kwamba hivi vita wala havihusiana huo mlengo wa dini ambao watu wanazungumza. Je, nikwambie bwana mtangazaji, Victor, Mojitaba Khomeini akikubaliana na Trump, ule utawala wa IRGC utaendelea kuwepo Iran. Nilikwambia kitu kimoja. Trump ana mapenzi na wa Iran kama Mojitaba anavyowapenda nini wale wa Iran. Hata kama kuna mateso yako. Unajua iko hivi, hata Tanzania hapa tuna tarawa zetu. Zinatuuzi kwa namna moja au nyingine, ndio kawaida. Lakini hawa watu bado ni Watanzania. Yeah, sure. Bado wana damu yetu. Hata kama unafanya ubaya, kuna sehemu utapata huruma. Yeah, sure. Ila akija mtu mwingine mgeni from nowhere, atabeba, haizi kuwa na huruma na wewe, atakuwa na huruma na watu wake. Kwa leo Trump iko for interest. Kama Mojitaba na IRGC, sababu bwana mkubwa tuache vita. Wewe unataka nini?
mafuta kama Venezuela. Hawezi kuwatoa akafanya yule dada wa Venezuela, rais wa Venezuela, makamu wa rais wa Venezuela. Yule dada, jina nimemsahau. Na mama mmoja hivi alikuwa wamempa tuzo ya Nobel. Wakamnyima Trump wanampiga kampeni kwamba ataje kuwa rais wa Venezuela. Yule mama alivyoona atanyang'anywa, akafanya hivi, akatii na baraza lake. Wameondolewa. Wapo pale. Wamemnyima yule. Juzi Trump akasema kwamba huyu mtoto wa Shah huyu Shah anataka kuwa rais wa Iran. Trump juzi amesema kwamba namuona kama ana courage ya kuitawala Iran. Kwa Iran inataka mtu strong. Kwa mtu yeyote pale akitaka kuwa accept tu masharti. Mimi nitafanya kazi yake kwamba mimi nitakuwa niko tayari na mimi kuchagua kiongozi wa Iran. Akiaccept vita vifanyaje? Imeisha. Wanachokitaka. Ila pia kuna interest pia Israeli. Hata waziri wa mambo ya nje wa Warabuni wa Qatar akiwa anahojiwa Al Jazeera alisema kwamba interest ya Netanyahu, interest za Netanyahu na za Trump zinatofautiana katika hivi vita. Ingawa wamezimeji sababu wanakusudia hili moja na Iran. Sababu Trump anataka uchumi, mafuta. Netanyahu anataka kuangamiza watawala wote ambao wanaipinga Israel. Ama wana nia mbaya ya kuiangamiza Israel. Sababu doctrine ya RCCG Israeli isiwepo duniani. Nataka wafanyeje? Waifute. Tuko pamoja mpaka hapo katika uso wa dunia. Kwa hiyo Netanyahu ndio maana anakuwa na big hand kwamba hata Wayahudi wakiandamana sema okay, tuache mfutwe. Si bora tuumie. Adui apotee. Sisi tutajipanga na Wayahudi wanaweza kujipanga sababu ni matajiri. Ana hela. Na labda tu nikwambie bwana Madaa. Iran anapambana nguvu kubwa sana. Unajua nguvu kubwa ambao anapambana nayo ni Wayahudi. Wayahudi ni entity tajiri sana duniani. Wayahudi ni matajiri sana. Ingawa kuna watu wanawaponda lakini hujajua nguvu yao. Masana nataka kuanzia hapa sasa. Naomba nifahamu hiyo nguvu ambayo unataka unajaribu kuizungumza. Naomba tuelezee kwa upana zaidi. Okay. Ya Israel na Mossad. Nafikiri swali nishaulizwa na waandishi wengi, ila sije kulijibu. Yes. Sababu umeniuliza acha nilijibu kwa wakati huu. Ya kesho si yetu. Kweli. Wayahudi ni matajiri. Afu na mtandao mbaya sana duniani. Kubwa sana. Hata umesikia leo Mugabe, mtoto wa nani wa Museveni ameropoka, yule Jenerali Karugaba. Sawa. Hajaropoka hivi tu. Sababu ambana analisaidia jeshi la Kongo. Jeshi la Uganda ni Wayahudi. Na wakulima katika ardhi ya rutuba pale Uganda wanaolima ni Wayahudi. Wawekezaji wa Uganda mwaka 2020 Netanyahu alikuja pale Uganda. Okay. Wewe unaona kuna rais wa Israeli shakuja Tanzania? Sisi tuliwalani. Tunawasiliaga mabaya kwenye Umoja wa Mataifa. Atakuwa na ubalozi hapa mkubwa sana. Tuna ubalozi mdogo sana. Ubalozi mkubwa wa Israeli huko Rwanda na Kenya. Na Kenya pia paka wamejengea sinagogi ambayo inalindwa na jeshi la Kenya. Ndani ya kambi ya jeshi ya Nairobi. Ndani kuna sinagogi la Kiyahudi ambalo linalindwa na serikali ya Kenya. Okay. Sababu Kenya katika ile inaitwa Operation Entebbe mwaka 1976 wakati wa magaidi wale wa Kipalestina wameteka ndege ya Ufaransa ambayo ilikuwa inatoka Tel Aviv kwenda Ufaransa. Ilikuwa na Wayahudi wengi sana kama 101 102. Ilikuwa ni Juni 27. Ile meli ikafanyaje? Ikawa imetekwa. Ikaletwa Kampala chini ya usimamizi wa Idi Amin Dada. Idi Amin Dada alikuwa rais wa Uganda mwaka 1971 baada ya mapinduzi kumondoa kina Obote. Mwaka 72 akaingia akapinshana na Wayahudi. Akawa pro Palestina. Tuko pamoja. Ndio maana ile ndege ilikuja wapi? Hapo. Kwa wakati ile mission ya Entebbe inafanywa na Wayahudi, sababu ilipita kama siku 7 tu mission ilikuwa imekamilika. Kwa Julai 4 mwaka 1976 kaka yake Netanyahu, anaitwa Yoni Netanyahu, ndio aliongoza ile operation. Waliruka kilomita 4,000 kutoka Israeli. Wakatua pale Nairobi kunywa mafuta. Kwa serikali ya Kenya ikawapa na Waisraeli Mossad
kutoa wapi? Kenya, kujaza nini? Mafuta. Kujaza mafuta. Alafu wakafanya mission kwenda kuokoa wale ndugu zao rotekwa Uganda pale Uganda. Kwa hiyo wakachukua, walikuwa wanajua huyu nani Idi Amin alikuwa na Benz nyeusi ambayo pia alipewa na tajiri wa Kiyahudi mwaka 71. Walikuwa ni marafiki. Ile Benz nyeusi wakaja na ndege moja kubwa kwa wameshuka pale uwanjani, ikapita Benz, wale askari wakajua nani? Ni mwenzao. Ni Idi Amin bosi wao. Wakafanya mission. Kwa hiyo wakaua wanajeshi wa Uganda 45. Wakaona wale magaidi walikuwa ni wawili ni wa Jerumani, wawili ni wa Palestina. Walikuwa wamewaua, wakawachukua ndugu zao wakaruka na wawili ni mission. Lakini Yoni kuna mmoja kwa amepigwa yule askari wa Uganda, kumbe kwa hajafa vizuri. Kwa hiyo Yoni anamaliza kupandisha wale abiria ndege, wale waliokolewa pamoja na wanajeshi Mossad, akiwa anapanda akapigwa risasi. Kwa alifia kwenye ndege, kakake Netanyahu. Kwa hiyo Netanyahu amezoea katika familia ya vita. Okay. Na baba yake Netanyahu alikuwa ni miongoni mwa waliotengeneza Mossad. Mwaka 1949. Okay. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa ndipo hiyo ndio moja ya mission kubwa ambao Waisraeli iliwapa sifa Waisraeli duniani. Unajua Mossad washafanya mission nyingi sana. Nyingi sana zingine za siwezi kujua, lakini kuna zile mission kama hiyo mission ya Entebbe, ya mission ya kumkamata Adolf Eichmann. Kwa mfano kama kuzungumza Eichmann. Inataja kwamba Waisraeli ama Israel mwanzo mmoja maeneo ambayo ilitakiwa waje waishi ama waeke makazi yao ilikuwa ni Uganda. Ilifeli vipi? Ilikuwa ni makazi ya muda. Ilikuwa ni mwaka 1903. Wakati serikali ya Uingereza iliposema sababu Wayahudi walikuwa wanauawa sana kule Ulaya na Urusi, wakasema waje Uganda kwa nini? Kwa muda. Alafu baadaye ndo warudi. Lakini yule Theodor Herzl, yule mwanaharakati wa Zayuni, kiongozi wa Zayuni, alikataa ule mpango. Kwa hiyo ajenda mwaka 1905 ikaanguka. Kwa hiyo Wayahudi wakaelekea wapi? Pale. Lakini pale Uganda ulikuwa ushakatiwa eneo, ulikuwa unakuja kuchukua udongo. Huo udongo unaochukua unapeleka Israeli kwa ajili ya kutengeneza rutuba. Ndio maana Israeli inaongoza kulima matunda Uarabu kule Mashariki ya Kati kote, wanauza sana Ulaya matunda ya Wayahudi. Kwa kilimo cha matunda wako vizuri sana. Kwa sababu udongo walichukulia pale Uganda. Okay, sawa. Zile ambazo zina rutuba. Sababu wakati wanakuja pale Israeli, pale Palestina, walikaa sehemu ambazo hazina rutuba. Jangwani tuseme. Sasa wale Waarabu walikuwa wanakaa sehemu zenye rutuba. Kule Bethlehem wapi nakaa. Sasa baada ya Wayahudi wakaa sehemu mbaya sana zile. Kwa sababu walikuwa wanatumia vinyesi vyao na mikojo yao, walikuwa someka choo zao fulani hivi, ili wewe ukikojoa ukijisaidia haja kubwa usipotee. Unajua wana visomba wanamwaga jangwani. Baadaye pale pakaja kuna nini? Na rutuba. Sasa hao Waarabu sababu walikuwa ni watu tu wa kula tende, wavivu. Wakaanza kuuza ardhi. Sasa baadaye ile mashamba ya Kiyahudi kunawili, watoto wa Kiarabu wanakuja kuomba kazi kwa Wayahudi. Sasa unaacha mashamba ya rutuba wahalimi. Basi niuzie na ile shamba. Hamna shida, wanasainiana. Wanachukua. Unajua kushtuka, nchi yachukuliwa. Tuko pamoja? Kwa hata Israel kuichukua Palestina imeanza katika mfumo huo. Hapa tunaongea miaka 1800. Miaka 1800. Uko sawa? Wao jamaa kuanza hiyo harakati. Watu wanajua Wayahudi wanaanza kuja mwaka 1978. Kwa before pale walikuwa pale. Sawa? Wale kuja hapa juu, wale wafanya mtaba nane baada ya vita vya pili, kwa sababu Hitler alikuwa na wale ambao wako Europe, wao walikataa kuhamia kule. Sababu wale walikuwa wameinvest Europe, walikuwa wana haja kuja wapi? Pale. Ila kuna wengine washakuja pale. Walikuwa pale tayari na maisha yao. Na ingawa wengine wanasema Wayahudi ni wazungu, lakini wanasahau kwamba kuna Wayahudi wengi kutoka North Africa. Hata wale mafarasha wale wa Ethiopia. Wayahudi wengi walitokea Yemen, wengine walitokea Iraq, wengine walitokea Iran, wengine walitokea Syria. Tuko pamoja paka hapo? Sasa je, tuseme na hao pia ni wazungu? Okay. Si wazungu, wale ni wana asili kabisa, kutoka kama wanafanya kama na asili kama ya Kiarabu wengine. Unaona? Kwa wamekuja pale muda mrefu. Sasa hao hata juzi kuna baadhi ya juzi imekuwa miaka 5 kama 6 imeshapita. Wayahudi kutoka na mikataba. Wakasema sisi maeneo ambayo wanasema tumewanyang'anya, baba zao wametuuzia mikataba hii hapa. Okay. Tuko pamoja mpaka hapa? Hata ule mji wa Tel Aviv. Ule mji wa Tel Aviv ni mji wa Yafa. Pale Yafa walikuwa wanakaa Palestina. Mji wa Yafa ulikuwa ni mji wa Kiyahudi kihistoria. Pale Yafa ndio mji ukisema Matendo sura ya 10. Kama Petro alikuwa na njaa akiwa pale Yafa. Alikuwa ameenda kuhubiri, sawa? Ni mji wa Kiyahudi. Kiyahudi. Sasa walikuja pale sababu wa Palestina Waarabu kwa wameukalia.
Sasa sehemu kubwa ule mji ulikuwa ni jangwa. Kwa hiyo Wayahudi wakaja lile sehemu ya jangwa wakalichukua. Tuko pamoja mpaka hapo Ndani pale Yafa ulikuwa ni familia Wayahudi kama 10 na kitu. Jangwani. Wakasema hapa tuunde mji mkubwa wa Kiyahudi. Pale jangwani ndio kaunda mji unaitwa Tel Aviv. Kwa hiyo wakatoa mapesa mengi, lile jangwa wakalibadilisha likawa mji mkubwa mzuri, Tel Aviv. Tuko pamoja? Kwa hiyo miji walijenga miji ambayo walibuni wao. Sehemu za jangwani. Lakini kwa sasa hivi wanapokuja kuchukua sehemu hizi za kihistoria, sasa wanazichukua hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Walianza kuchukua kuanzia mwaka 67. Jeni kwa siri moja. Unajua Gaza ilikuwa chini ya Misri miaka ya nyuma. Kabla ya mwaka 67. Gaza ilikuwa chini ya nini? Ya Misri. Na West Bank ambayo ina mji wa Jerusalem, ina mji wa Bethlehem, ina mji wa Jericho, ina mji wa Nablus, sawa? Ulikuwa ni upande Jordan ndio wamechukua ule mji. Wamechukua ile maeneo. Kwa hiyo Waarabu walichukua ile maeneo toka zamani. Kwa hiyo hakuwa kuna nchi inaitwa Palestina kwa wakati huo. Kwa sababu wa Palestina walikuwa wanatawaliwa nusu na Misri, nusu na nani? Jordan. Kwa hiyo mzungu mwaka 1900 kama Muingereza atamsaidia mandatory of Palestina. Mandate of Palestina. Jordan pia ilikuwa Palestina. Kwa hiyo baadaye kaja kaigawa Jordan akawapa ukoo wa Hashim. Kwa hiyo Jordan ni nchi iliyotengenezwa, haikuwepo ukoo nini wa Hashim. Sasa ukoo wa Hashim wakachukua West Bank kidini, na wa Misri wakachukua Gaza, wakasema kihistoria Gaza ilikuwa chini ya Misri zama za mafarao. Tuko pamoja? Kwa hiyo Wayahudi nao wakapewa zile sehemu ovyo tu. Wakakatiwa pale. Kwa hiyo Palestina walikuwa wanakaa chini ya utaratibu wa Jordan na utaratibu wa nini? Wa Misri. Tuko pamoja? Hiyo ni mwaka 1978 baada ya ile nchi kugawanywa, Waarabu kwa wameichukua. Kipande kilichobakia Waarabu hawakutaka kiko cha Wayahudi, ndio wakapigana vita vya kwanza mwaka 1978. Wao Wayahudi wakashinda. Walivyoshinda basi wakuchukua Gaza. Ingawa Gaza pia kuna Wayahudi baadhi. Wala kuchukua ile West Bank. Mwaka wa 56 katika vita inaitwa vita vya Actian. Ni vita vibaya sana vimepigana vile vita. Ndio vita ambavyo vilipigana zaidi ya miaka miwili na Waarabu na Wayahudi. Hata leo wanaita Waarabu ni makafiri, sijui ni mapapeti. Lakini bwana ukisoma historia walipigana sana. Kipindi cha Mzee anapigana na Waarabu, Iran ilikuwa ni rafiki na Waisraeli. Kwa kipindi kile na Marekani. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wanapambana. Kwa maana Waarabu leo kuwa mpole hivi ameshindwa. Kwa Iran huyu alikuwa ni rafiki puppet wa Marekani na Israeli. Kwa sasa hivi Iran tena amegeuka kwa adui. Amekuwa adui na Waarabu wamekuwa nini? Marafiki. Tuko pamoja? Dunia inageuka Sasa vita vilipigana sana pale. Na si kwamba Israeli kwa washambulie, ile kusema Israeli kwa apigiki si kweli. Israeli pia hata vita vya mwaka 73 Israeli pia alipigwa sana. Lakini alijibu na kashinda. Baadaye ikafanya paka Misri akawa puppet wa Marekani. Vita vya 73 vile. Kwa ina maana walipigana sana Waarabu. Alipokuwa anapigana alikuwa anajitanua. Tuko pamoja paka hapo. Mwaka 67 akamshinda Misri, Jordan na Msiria. Kwa akachukua Golan Heights, akachukua na West Bank, akaichukua na Gaza na paka Sinai. Kwa Sinai ikaja kurudishwa mwaka 73 baada ya makubaliano, baada ya vita vile. Marekani akawa mshenga, akamwambia Mrusi na Misri atoke kuwa chini ya Soviet Union, USSR. Amia upande wa nani? Wa Marekani. Ndipo akarudishiwa Sinai. Na Sinai leo imekuwa buffer zone. Jeshi la Misri liko Sinai, wala jeshi la Israeli liko nini? Sinai. Imekuwa ni buffer zone. Kwa maana kusogeza majeshi pale. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa maana vita vinapigana pale, jamaa anajitanua. Hata leo vita vya Lebanon. Myahudi anajua kufanyaje? Kujitanua? Nimezungumza hivyo, nimesikia hata leo Netanyahu amesema kwamba kuna kama ni wiki moja hivi walipiga sehemu ya daraja sehemu fulani hivi wakavunja ili kukata yale mawasiliano. Na baadaye nimemsikia jana alizungumza Netanyahu anasema kwamba kuna maeneo kule ambayo yako mpakani mwa Lebanon na Israel. Inaitwa mpaka wa mto Litani. Yes. Amesema kwamba majeshi ya Israel yachukue lile eneo kwa ajili ya kiusalama ili pale mpakani. Na pale wameshafukuza wakazi kama milioni 1. Na ile daraja la kutenganisha kusini na kaskazini limeshabomolewa. Kwa hiyo eneo la kusini mwa Israeli na Lebanon lishachukuliwa. Na litarudi kamwe katika hivi vita hivi. Na kwambia hivi, kwanza mara ya kwanza kushonda buffer zone. Kuna eneo sema watatoka wako wamechukua ile eneo, sawa? Na sasa tunamuongeza tena. So ndio maana nasema kuna ile beji ya jeshi ya Kiyahudi. Na kaangalia hapa wana ramani ya Greater Israel.
wanayo. Sasa ukiangalia ile beji yao pale hivi utaona mipaka nchi ambayo wanataka wazichukue. Na hii baada ya Assad kuanguka. Assad kuanguka, rais wa Misri wa Syria. Jamaa walipanda wakamega paka mlima Hermon. Mlima Hermon ndio kasema kwenye Taurati. Kwamba baraka itakuwa katika mlima Hermon na laana itakuwa katika mlima Gerizim. So ni mlima Hermon ambao wanataka ni mlima wa baraka. Ambao tayari washauchukua mpaka sasa. Maana huyu Ahmed Shara rais wa Misri wa Syria anasema zirudi ikirudisha ile eneo mimi nitajiunga katika mkataba wa Abraham Accords. Tuko pamoja lakini hizo kurudisha kwa maeneo aliyochukua jamaa sema anayachukua kwa sababu ya ulinzi. Lakini hayarudi then tole kama vile Gorani haikurudi. Tuko pamoja. Kwa hiyo threat mkubwa wa Israeli ni Iran. Sababu alitengeneza Hezbollah mwaka 1982 na Hezbollah ndio chama cha kwanza kilichofanikiwa kumtoa Marekani, Lebanoni na Mfaransa na Mwingereza na Mwisraeli. Lebanon. Na nini Hezbollah? Mwaka 1980 ndio intifada ya mwaka 1982. Ilikuwa ni revolution kubwa, wakaungana wa Palestina na wa Lebanoni sawa wote wakaondoa majeshi ya kigeni na hata ofisi paka majeshi ya Umoja wa Mataifa yakaondolewa. Kwa hiyo Israeli akalose na Marekani. Tuko paka hapo hiyo ni intifada. Na hapo kumbuka Iran ilikuwa mapinduzi yamefanyika mwaka 1979. Ikapita miaka mingapi? 3 tu. Iran ikafanya revolution Lebanon. Na huyu Suleimani Qasim aliouawa na Marekani. Juzi nafikiri 2020 aliuawa. Huyo ndo aliongoza intifada. Tuko pamoja na hicho kosi cha Quds Force. Kwa jamaa wana ugomvi wa siku nyingi. Sasa huyu Qasim alikuwa anataka washafanya intifada pale hapo Lebanoni 82, wafanye intifada Iraki. Iraq na washia wengi 80%. Hata sasa wanamgambo wa kishia pale wengi wameungana na Irani. Kwa sababu Marekani akijiingiza Irani tunashuka tunamwagikia au sio? Sasa pale anataka anzisha intifada Iraq mwaka 2020 kwa ameenda. Ingekuwa bonge ya revolution. Kwa hiyo maslahi ya Marekani ingekomea 2000 ngapi? 20 pale Iraq. Jamaa wakamtime wakamlaru na drone. Tuko pamoja na wale viongozi wa Irani ambao walikuwa wameungana naye waliondolewa madarakani kina Al-Maliki. Wamekuwa hao wengine ambao sasa hao hata juzi wamekula kiapo mkataba wamesainiana na Marekani kwamba hawataunga vikundi vya nini wanamgambo na watashirikiana na Marekani kuvipi. Mpaka sasa hivi Marekani mpaka zile ndege zinaitwa Warsogs. Zile ndege ni hatari. Zinawinda zinafanishwa kama wale wanatoaga wale nini ngiri ngiri zinawinda wale wanamgambo zinawapiga sana pale. Sasa wakataka kufanya intifada na Iran inataka kufanya intifada Syria, lakini Syria wakamwe majeshi ya Iran yametolewa wakamweka Ahmed Shara. Kwa sababu wanataka uondoe Hezbollah wapi, nguvu ya Iran wapi, Lebanon watakuja kuondoa pia na Yemen. Kwa sasa Israeli akasema hivi hizi vikundi ni ngumu kufa. Tutakuwa tunakata miguu tu ya nini ya wale samaki moja anaitwa ile samaki anaitwa wanamlaga Dar es Salaam hapa. Jana wanataka tupate nguvu za kiume yule. Jodari. Papa. Pweza. Sasa pweza si ana miguu mirefu. Sasa Netanyahu akasema kwamba hapa tunakata miguu ya nini? Pweza. Tunaacha nini? Kichwa. Tukapige kichwa miguu itashindwa kufanya nini? Kazi. Sasa kupiga kichwa ni kupiga Irani ambao ni maslahi. Hata sio katuni rochora pale. Umechora pweza. Kichwa cha pweza kiko Iran, afu miguu yake iko Iraki, Lebanoni, Yemen. Sasa wanataka wapige nini? Kichwa. File kile cha pweza umeweka kilemba cha Ayatollah. Mbona hiyo dharau? Sasa point inakuja iko hivi. Lengo pale wanachoenda wanataka waungue nguvu ya Iran. Na kifupi tu nje nikwambia ukweli. Nguvu ya Iran itashindwa. Hata kama itajitumua kidogo kwa muda hata mrefu, hata kama itapita mwaka, itafanyaje? Wataiangusha ile power ya Iran. Lakini paka sasa hivi Irani wanafanya vizuri kusema kweli. Unajua iko hivi bwana mtangazaji. Vita ni uchumi. Sasa hivi wanajeshi wa RGC wajalipwa mshahara kama miezi miwili. Mastori wapi hizo taarifa? Ninazo hizo taarifa. Sio uzushi. Sasa wale wanapigana sasa hivi kwa ile sasa mapenzi ya kiitikadi. Tuko pamoja mpaka hapo? Mapenzi ya utaifa. Hapo unaniambia kwamba hawajalipa mishahara, lakini wiki kadhaa nyuma Iran ilitangaza kuongeza wafanyakazi wa serikali mshahara ili kuweza kulinda uchumi usiweze nikwambie.
sasa hivi wale watu wale wa Shia kule Iraq na nchi za Kishia ambao wanapenda ule utawala na wanachangia pesa. Kama jana imepigwa rambe kufa pale Iraq ya kutosha ya kupeleka nini zile pesa. Iko hivi mnapopigana Marekani iko Marekani Agusu unajua anafanya kazi kama kawaida hata kama uchumi utatikisika, lakini Iran afanye kazi sasa hivi. Makampuni mengi ya uzalishaji yameharibiwa na watu wameambiwa wasitoke wapi ndani. Na hebu niambie vita vinapigwa hapa Tanzania. Wewe utaenda kazini blaza? Hapana wewe. Kwa maana uchumi moja kwa moja unaweza kufanyaje? Una collapse. Kwa hiyo kitu ambacho Iran amebaki nacho kikubwa ni China. Kununua mafuta. Tuko pamoja mpaka hapa na misaada ya China na Russia, sababu Xi Jinping alisema mimi sitaingilia vita lakini nitasaidia Iran isifanyeje? Isianguke. Pia na huyu Putin akasema hata mwacha mshirika wake. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine China na Russia hujatokea fronti lakini behind the scene si wajinga wa mwachi Iran peke yake anguke. Sababu akianguka next ni wao. Hata juzi G7 wamewekea Russia vikwazo kwamba yeye anamsaidia nani? Iran. Sasa kwa hiyo kuna interest ziko pale zinapiganiwa. Kwa sababu utakuwa unaniambia kwamba sababu kubwa ya Iran kusurvive mpaka sasa hivi ni kwa sababu ya haya mataifa makubwa mawili kama China na Urusi. Ndio. Sasa kuna wengine pia wanataka kusema kwamba wanamsifia tu Iran kishabiki, ana uwezo. Iko hivi, dunia hii huwezi shinda bila marafiki. Hakuna mafanikio peke yako. Hata wewe kufikia hapo na hizi unatuchukua leo hapa sio Bongo Plus sio 96 na sehemu ulijifunza kwa watu. Yaani kweli. Kuna watu walikushika mkono. Kweli kabisa yani. Tuko pamoja. Correct kabisa. Ingawa tunajisahau. Nitakuja kuwataja siku moja. Au ni wengi sana. Tunajisahau kweli kutoa fadhila tunajiona kama sisi ndio wenyewe. Kumbe kuna hata nchi za Afrika hizi zingie kupata uhuru. Tanzania pia ilijumika kuzipatia nini? Uhuru. Ilisaidia. Ya kweli.